inafurahisha sana. Na Samsoni baada ya kusema siri ya nguvu zake kwamba astahili kunyolewa nywele zake katika kichwa chake, aliposema siri hiyo kwa Delila, aliposema siri hiyo kwa mwanamke, na Wafilisti wakaja wakamkamata, alafu tayari ameshanyolewa nywele zake, anajikakamua, nguvu hana. Lakini Mungu ni wa ajabu. Mwambie jirani yako, Mungu ni wa ajabu sana. Samsoni alipochukuliwa, wakaenda wakamtoboa macho, wakayatoa macho kabisa, kabaki hana macho. Wakamfunga miguu na mikono, wakamfanya kuwa sagio la ngano. Wakati akiwa katika shughuli ya utumwani gerezani, akisaga ngano ya Wafilisti, lakini Mungu akujua Samsoni alikuwa na makusudi naye. Sema amen. Ndio maana Samsoni akamwambia, siku moja kulikuwa na sherehe, kama leo huwa kuna na sherehe mbalimbali zinazokuwa zinaonekana. Huwa kuna sherehe za serikali, kuna sherehe za watu wenye dini, kuna sherehe mbalimbali ambazo zinakuwa zinafanyika. Sasa kipindi hicho kulikuwa na sherehe, na sherehe hiyo ilikuwa inafanyika kwenye jengo moja linakusanya maelfu ya Wafilisti, na Samsoni kwa sababu alikuwa ni mfungwa, siku hiyo akaletwa kama kuwa kionesho cha Wafilisti kwamba huyu ndiye aliyewapiga watu kwa taya akawaua maelfu, huyu ndiye aliyeua simba na simba akamlalua. Kwa hiyo wakamleta kama maonesho ili watu wamuone akiwa amefungwa minyororo miguuni na mikononi. Samsoni akawa haoni chochote. Ndipo kijana mmoja akamsogelea wakati kanacheza, ndipo kakamwambia Samsoni, akamnong'oneza akamwambia, naomba unipeleke kwenye nguzo mbili zilizobeba hili jengo. Watu walikuwa wanajua tayari nguvu za Samsoni zipo kwenye nywele. Kumbe Mungu ana uwezo wa kuhamisha nguvu walizozijua wanadamu. Ukijua nadhiri ya Mungu, Mungu analeta nadhiri nyingine. Sema amen. Leo watu hawajajua nadhiri ya Mungu ipo wapi leo. Nadhiri ya Mungu ipo kwa wanafunzi wa Yesu. Sema amen. Ndiyo inaenda kung'oa mamlaka za shetani, ndiyo inaenda kung'oa mamlaka iliyowekwa na wanadamu, ndiyo inaenda kung'oa mamlaka iliyotengenezwa na watu, ndiyo inaenda kung'oa mamlaka iliyotengenezwa na shetani. Hiyo nadhiri iliyopo leo ni nadhiri iliyoko ndani ya wanafunzi wa Yesu, na nadhiri ndani mwao ni wanafunzi wa Yesu, wana Mungu, wana Mwana, wana Roho Mtakatifu. Hiyo ndio nadhiri ya Mungu. Ina uwezo wa kufanya jambo lolote, ina uwezo wa kuangusha chochote, ina uwezo wa kufanya chochote. Hebu jipigie wewe kufanyika kuwa nadhiri ya Baba ambayo inaenda kufanya mabadiliko yasiyo ya kawaida. Sema amen. Nyosha mkono wako, sema asante Baba kunifanya nadhiri yako. Sema amen.